Tunashukuru sana wadau wote waliojitokeza kutoa msaada huu. Kwa upande wangu mimi, yani nashukuru sana maana wamenisaidia kiasi kikubwa. Asilimia mimi ambayo naomba ambayo inaweza kutusaidia katika msaada huu ni asilimia karibia kwangu mimi kama asilimia 80. Maana mimi hapa nilipo ni mama mjane na hapa nashukuru yani kama vile Mungu ameniona ndani ya mwaka huu. Nimeishi hapa takriban miaka 4 lakini kabla hata hawajapata bweni wala madarasa ya kwao hawa watoto. Nimeanza kuwalea watoto hawa wakiwa 16 tangu mwaka 2016 mpaka nakuja kutoka 2020 walikuwa watoto 98. Watoto hawa wanahitaji vitu vingi sana. Kuna magodoro yanachoka, kuna uniform, kuna viatu, kuna kalamu, madaftari, wanahitaji vitu kama hivyo. Mimi binafsi kwa sababu nimekulia katika mazingira duni, huku ndo nilipotokea mimi na nikafika hapa nilipo. Kwa hiyo nimeguswa na wenzangu ambao siku zote wanahitaji kushikwa mkono kuweza kutimiza malengo yao. Hawa watoto wote naona hapa zaidi ya 500 watakuwa na mahitaji mbalimbali maalum. Wanahitaji kuguswa mkono, wanahitaji mtu kuwasaidia, matumizi ya shuleni, matumizi ya nyumbani, mambo mbalimbali. Kwa wakipata wadau wengi kama sisi tunawagusa mkono, maana yake tutawasaidia kutimiza ndoto zao kirahisi. Kwa mimi nimeguswa na jamii yangu kwa sababu ndio nimekutokea. Hakuna mafanikio ya Simon bila origin yangu ambayo imetokea ni ya Mleba, ambayo imenikuza na kunilea. Kwa hiyo nimewiwa kurudisha kwenye jamii baada ya kuwa nimefikia hapa, na nitazidi kushawishi wadau wengine mbalimbali ambao ni wana Mleba lakini wanaishi nje ya Mleba, basi nao waandae matukio kama haya ili kusudi tuweze kuwafikia ndugu zetu wenye uhitaji maalum. Nilichokigundua ni kwamba wanahitaji vifaa vingi vya masomo. Kwa maana wanahitaji mtu wa kununulia madaftari, kalamu, vitendea kazi vyote vya shuleni ambavyo tumewaandalia. Lakini tutazidi kuboresha kwa maana kwamba tutatafutia hata uniform na vitu mbalimbali ambavyo vitawasaidia katika masomo yao. Ndio kitu pekee wanahitaji. Lakini ukiangalia kitu kama hiki ni kikubwa sana, wana facility nzuri sana. Kwa hiyo tunawasupport vitu ambavyo na sisi viko ndani ya uwezo wetu. Wito wangu sisi kama Wemfrebe Foundation tuna slogan yetu tunasema pale unapoinuka basi na wewe muinue mwenzako. Maana yake katika jamii zetu za Kiafrika mtu mmoja nyuma yake anategemewa na watu wasiopungua 40 mpaka 50. Kwa wakijitokeza wadau kama sisi tukimuinua mtu mmoja, maana yake tujue nyuma yake tumeinua zaidi ya watu 40-50. Kwa hiyo nitoe wito kwamba watu wote wenye uwezo wa kufanya kitu kama hiki ninachofanya mimi tujitokeze kwa wingi, tusupport familia zetu, ndio tukaweza kukuza jamii yetu ya Mleba. Ndugu zangu, hakuna watu wenye kumbukumbu nzuri kama watoto. Mtoto akikuona siku moja, kimsaidia siku moja, hata kusahau. Kwa hiyo niwashukuru sana familia hii. Ndugu zangu wana Mleba, ni ukweli usiopingika kwamba watu wengi wana fedha zao tena nyingi, lakini wengi kutoa ni shida. Wemfrebe unaweza kuwa na shilingi 1, mtu mwingine na shilingi 10, lakini mwenye shilingi 1 anatoa senti 50. Sisi tuwashukuru kwa sadaka hii ambayo mmeianza leo. Kama ambavyo umesema mwenyewe kwamba shughuli hii itaendelea kwa miaka yote, sisi kama serikali tuwatie moyo kwamba muendelee kutusaidia, muendelee kuisaidia serikali kutekeleza majukumu haya. Wemfrebe, wewe binafsi ni mwanasheria na wilaya yetu ina migogoro mingi, wenye fedha, wenye nini, wana uonevu mkubwa kwa wanyonge. Unapokuwa unashughulika na watoto hawa kwa unyonge wao, vile vile tuendelee kuwasaidia wale ambao ni wanyonge kwenye tasnia hii ya sheria, ya kutafsiri sheria, kuona kwamba haki zao wanazipata.